Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati unaanza kwenye hoja zako 4 ulizozisema, moja ulisema tunapokutana na vijana tuwe tunawapa inspirational stories hasa za background. Nakushukuru sana, lakini naomba vijana waridhie, hilo ni somo refu sana. Hii background tutatafuta siku tu tupige story hiyo ili kupata hiyo background. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema jambo jema sana. Watu wengine wakikuonea ukubwani hivi wanajua ulianzia hapo. Mimi nimezaliwa na wazazi wote wawili, hakuna anayejua kusoma na kuandika. Hakuna anayeweza kuandika jina langu, wote wawili. Na hakuna aliyewahi kwenda darasa rasmi shuleni. Hakuna aliyehudhuria darasa rasmi shuleni. Na mimi ni mtoto wa 6 kati ya watoto kama 16 hivi wa baba, na ni wa 6 kati ya watoto 11 wa mama. Na mimi ndo wa kwanza kwenda sekondari, ndo wa kwanza kwenda kidato cha 5 na 6, ndo wa pekee wa chuo kikuu, ndo wa pekee kwenye siasa. Lakini ilianzaje? Wakati naanza darasa la kwanza, siku ya kwanza nimeripoti shuleni, nilitandikwa viboko na baadaye nikapigana na aliyenicheka kwa sababu nilikuwa sijui Kiswahili. Niliambiwa nikatupe ufagio jalalani, mimi nikatupa kwenye maua. Yule aliyenicheka alikuwa na kazi baadaye. Kwa hiyo background inakuwa hivyo. Na kadri nilivyokuwa naenda nikawa nabadili malengo. Mwanzoni kabisa wakati naanza nikiwa shule, nilipanga kuwa mwalimu. Kwa sababu pale kijijini anayeheshimika sana alikuwa mwalimu. Moja, walimu ndo walikuwa wanakaa kwenye nyumba za bati. Kijiji kizima ukiondoa nyumba ya mashine ya maji na madarasa na nyumba za walimu, zingine zote ilikuwa tembe na nyasi. Akasema ili nibadili maisha hapa inabidi niwe mwalimu. Na mwalimu hata akikaribishwa nyumbani kwenye pombe ya kienyeji, wale wanakijiji wengine wote watanywea kwenye kipeyo, yeye atatafutiwa jagi ambalo huwa alitumiki, ndio anapewa. Nikasema hapa ni kuwa mwalimu. Nikiwa nimeenda kama darasa la 5 la 6 nikawa naimba kwaya ya shule. Siku moja tukamwimbia mbunge wa jimbo hilo wakati huo, mzee Nalaila Lazaro Kiula, na akiwa mwalimu na waziri. Kuanzishwa kwa CRDB Bank Foundation mwaka 2023, tumekuwa chombo cha kimkakati cha kuunganisha nguvu ya sekta binafsi na vipaumbele vya taifa katika kuwawezesha wanawake, vijana, wajasiriamali wadogo na makundi maalum. Na hadi sasa tumeweza kuwafikia wajasiriamali wadogo 2,220,000 ambao wamefikiwa na CRDB Bank Foundation, na tumewafikia kwa kutoa mitaji wezeshi yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 26 kwa kipindi hiki cha miaka mitatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kipindi hiki tumeweza kushirikiana na serikali kwenye maeneo matatu kama ifuatavyo. Kwanza, ujumuishi wa kifedha na mitaji wezeshi. Tunayo heshima kushirikiana na serikali katika usimamizi wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, na tumeambia imeongezeka kwa 15% kupitia halmashauri 5 zinazosimamiwa katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Dodoma, mkoa wa Kigoma, kule Mbulu pamoja na Nkasi. Na tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maombi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10.9, na kati ya kiasi hicho zaidi ya shilingi bilioni 7.3 tayari zimekwisha kutolewa kwa vikundi mbalimbali vikiwemo vya vijana. Na kubwa zaidi, urejeshaji wa mikopo hii ni mzuri, na hapa kipekee tunashukuru ofisi ya Waziri wa Nchi, tunashukuru Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe na watendaji wa wizara kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa katika kusimamia urejeshaji wa mikopo hii.
Lakini pia jambo kubwa zaidi katika jitihada zetu CRDB Foundation, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimeenda zaidi utoaji wa mikopo, kwani CRDB Bank Foundation imetoa kipaumbele kwa wanufaika kwa kuwapa elimu ya fedha. Na hapa tunazungumzia elimu ya fedha jumuishi kwa maana ya matumizi ya benki, lakini pia tunazungumza na tutaongeza elimu ya fedha kuhusu huduma za bima, lakini pia huduma za social security kwa maana mifuko ya hifadhi ya jamii, na pia uwekezaji kwenye masoko ya mitaji ambayo inakuwa ndio huduma za fedha jumuishi kwa ujumla wake, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na pia tumesisitiza zaidi umuhimu wa kutunza kumbukumbu za biashara, kuweka akiba, usimamizi wa biashara, lakini pia nidhamu ya fedha na urejeshaji wa mikopo kwa wakati bila kushindwa, ili kujenga biashara imara na biashara endelevu. Ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni uwekezaji kwa vijana na ubunifu. Ninaomba nirudie tena kukupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jitihada za serikali kwa maksudi za kuwezesha vijana, juhudi ambazo zilikuwa zikionekana hata kabla ya kuanzishwa kwa Wizara ya Vijana, Maendeleo ya Vijana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana na Tume ya Sayansi na Teknolojia, yani COSTECH, ambapo kwa pamoja tuliendesha mradi wa Samia Commercialization Fund ambao ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya kusaidia vijana wabunifu kubadili mawazo yao ya kibiashara halisi. Tayari zaidi ya shilingi milioni 667 zimetolewa kwa vijana wenye miradi bunifu yenye uwezo wa kuzalisha ajira na thamani katika uchumi wetu. Tunamshukuru sana waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda kwa ubunifu huu na kwa ushirikiano ambao anaendelea kutupatia. Aidha, tunashirikiana pia na Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO, ambapo tumewajengea uwezo vijana na wajasiriamali kupitia elimu ya fedha, mafunzo ya ujasiriamali, ukuzaji wa biashara, ushauri wa kitaalamu na upatikanaji wa huduma za kifedha kwa lengo la kuisaidia biashara zao na kuchochea ukuaji wa sekta ya viwanda hapa nchini. Na hadi sasa jumla shilingi bilioni 8 zimetengwa kwa ajili ya programu hii. Vile vile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia programu ya Embedded Youth tumeshirikiana na vyuo vikuu vikiwemo Chuo Kikuu cha Sokoine kule Morogoro kupitia taasisi yao ya Sugeko, lakini pia Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili MUHAS, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na taasisi za ufundi, na lengo ni kuwafikia vijana kwa mafunzo, malezi ya biashara, yani mentorship na exposure ya kimataifa. Sambamba na hayo, kwa kushirikiana na ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira na programu ya Taka TP ya kampuni yetu mama ya CRDB Bank, tayari tumezindua mpango wa Go Green na Imbeju unaotoa mitaji wezeshi ya kuanzia shilingi 500,000 mpaka shilingi milioni 500, pamoja na fursa za mafunzo ya ujasiriamali na fedha kwa vijana na wanawake wenye biashara zinazozingatia uhifadhi wa mazingira. Na hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafurahi kuripoti kwamba zaidi ya vijana 1000 wamechaguliwa kushiriki katika programu hii, ambapo zimetengwa jumla ya shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kuwezesha programu hii hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwekezaji wetu kwa vijana wanaendelea pia kupitia sekta ya sanaa na ubunifu, ambapo hivi karibuni taasisi yetu ya CRDB Foundation iliwezesha kushirikiana na msanii wa nyota za kizazi kipya Zuhura Othman Sud au kwa almaarufu Zuchu kuendesha Imbeju Zuchu Masterclass, ikilenga kuwajengea uwezo vijana kwenye tasnia ya muziki na ubunifu, kubadili vipaji vyao kuwa biashara zenye ushindani nchini na kimataifa. Na kipekee sasa tunashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uamuzi wako wa kuwalipia vijana 180 kushiriki katika Imbeju Zuchu Masterclass. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tunashuhudia vijana hawa wakisimama mbele yetu na tumeshaona mawazo yao mazuri, kuwasilisha mawazo yao, biashara zao na ubunifu wao. Tunathibitisha jambo moja muhimu, kwamba Tanzania ina vijana wenye vipaji na mawazo makubwa. Kinachohitajika ni kuwawezesha, kuwaamini na kuwapatia mazingira yatakayofanya waamini kwamba ndoto zao zinaweza kuwa biashara zenye mafanikio na biashara hizo kuwa nguzo ya uchumi wa taifa letu. Tukiamini katika uwezeshaji huu wa vijana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, taasisi yetu ya CRDB Foundation inajivunia sana kuwa mshirika wa serikali yetu katika uwezeshaji wa vijana
kupitia wizara yetu ya maendeleo ya vijana, na sasa mpango huu wa madhubuti wa vijana uchumi challenge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio tunayosherehekea leo haishii kwenye kiasi cha fedha kilichotolewa. Mafanikio makubwa ni kwamba kupitia majukwaa ya uwezeshaji ya vijana ambayo tumeyazindua kote nchini kwa kushirikiana na wizara, tumejenga mfumo unaohakikisha kuwa kila kijana anayenufaika hapati fedha peke yake, bali anapatiwa ushauri wa kibiashara, tathmini ya mradi wake, elimu ya fedha, na kama tulizungumza pale awali, elimu ya fedha jumuishi, kwa sababu hawa pia watakuja kuwa ndio wateja wa mabenki, wa taasisi za bima na kadhalika, lakini pia usimamizi wa biashara pamoja na ufuatiliaji wa karibu, ili kuhakikisha kwamba biashara ya kila kijana anayeanzisha inakuwa inapanuka na kuwa endelevu bila kukutana na changamoto nyingi. Na huu ndio msingi wa mafanikio ya muda mrefu, kwani CRDB Foundation tunaamini kuwa mikopo bila maarifa inaweza isiwe na matokeo yanayotarajiwa.